tangu mwanzo wa wakati, giza lilipochukua hatamu katika historia yetu. Tulishuhudia uchungu wa adhabu ya kwanza ikitimia, vikatupeleka kwenye kina cha mashaka na hofu. Lakini hata katika giza kuu, tumekuwa na ahadi ya mwangaza. Watu wa enzi za kale walioishi kabla yetu walipitia mitihani mizito na wakashindwa mara nyingi, lakini hawakukata tamaa. Leo pia tunakutana na vizingiti visivyoisha. Mashaka yanapogandamiza roho zetu, huzuni inapopamba macho, lakini hakuna hali isiyoweza kugeuzwa. Kwa maana Kristo alitupenda hadi kufa. Alikuja kuleta nuru ya matumaini ifaayo mioyoni mwetu. Yeye analifahamu hitaji lako, akifuata nyayo zako hata katika vizingiti vingi. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Nuru ya matumaini. Amina, asante sana. Basi tumerejea tena katika siku yetu ya pili katika mkutano huu wetu. Naamini ya kwamba wale mlioko hapa ndani mumebarikiwa, na wale ambao wako katika vituo mbalimbali pia mumebarikiwa, na tutazidi kubarikiwa pamoja. Tuna vituo mbalimbali na kuna vichache ningetaka niweze kutambua hapa. Kuna shule ya msingi ya Mzambarauni hapa Dar es Salaam, kitengo cha viziwi nao ambao wanafuatilia kwa lugha ya alama o sign language. Tunawakaribisha na tunashukuru ya kwamba wanaendelea kujiunga pamoja nasi. Na pia kituo cha Itewe hapo Kamsa la Mbewa Kati, na jumla ya watu 70 ambao pia wanafuatilia. Tunashukuru Mungu ya kwamba muko pamoja nasi. Na pia Kitungu Adventist Secondary School ambao wana zaidi ya watu 800 ambao wanafuatilia. Bwana aweze kuwabariki. Na pia Msanga pale Dodoma zaidi ya watu 11 wanafuatilia. Pia tumepata ujumbe kutoka kwa Dani Beroba ambaye ni program coordinator kutoka huko DRC Congo, ambao wanatumia sauti ya matumaini Bunia Town, ambao pia wako pamoja nasi. Mubarikiwe na mnapoendelea kujiunga nasi. Tunaamini na tunatumai ya kwamba mnazidi kupata mibaraka hii. Pia Kidete Mlimani zaidi ya watu 100 wanatumia smart projector ambao hawana umeme, lakini wanabarikiwa na wamejimudu ili wahakikishe kwamba watapata mibaraka pamoja nasi. Na hayo ni kati ya vitengo ambavyo vimewekwa ili tuweze kuwa na mibaraka, na naamini ya kwamba tumebarikiwa tangu jana. Hata hivyo nawakaribisha wale tulio nao hapa kanisani, nikitumai ya kwamba tutaweza kuendelea kubarikiwa. Kama vile nilivyoahidi jana, nilisema ni vizuri tuweze kupata swali kila siku, angalau unapata swali moja
au maswali mawili kabla tujamaliza, lakini jana tukaangalia hali ya Ibrahimu na nikawauliza nani aliyecheka wa kwanza, na mlikuwa wakarimu sana kuniambia ni Sara, lakini pia nikawarekebisha nikawaambia ni Ibrahimu. Na wengine walinifuata wakaniuliza, pastor ulisema ni wapi tutasoma hayo maneno? Ukitaka kusoma hiyo hadithi ya Ibrahimu, kwanza Ibrahimu sio tu kucheka, alicheka, alianguka chini kifudifudi mbele ya Mungu. Mungu alimwambia kwamba utapata kijana. Ibrahimu akaanguka akamchekelea Mungu. Kama kuna mtu ameshamchekelea Mungu ni Ibrahimu, kwa kuona ya kwamba Mungu amesahau ya kwamba mimi miaka ni 100, mke wangu miaka 90, unaniambia nipate mtoto, nitoe wapi? Nitoe mtoto wapi? Alianguka tu akachekelea Mungu, na Mungu akamwangalia tu akijua kwamba yeye anaelewa kile anachosema. Soma hiyo hadithi katika Mwanzo 17 fungu lake ni la 15 hadi 17, utapata Ibrahimu akiwa chini akichekelea Mungu. Lakini sura ya 18 tena Mungu akarudi kwa Ibrahimu tu, na wanaongea akamwambia, nilikwambia next year utapata mtoto. Naye Sara akasikia akiwa ndani ya hema, na aliposikia naye akacheka. Sara akacheka. Unajua Sara alipocheka alijiuliza mtoto atatoka wapi? Mtoto atatoka wapi na atakunywa nini? Kwa sababu hata ile vifaa vya maziwa iliendanga kitambo sana, iliendanga, hakuna nyumba ya mtoto, hata joto hakuna, alafu kinasemekana tutapata mtoto. Unajua waliangalia Mungu na wakaona Mungu amesahau miaka yao, lakini God proved them wrong wakati alipowapatia mtoto Isaka. Sasa swali la leo, mko tayari? Mko tayari? Haya, tunaanza leo na kanisa letu la B, kanisa la B. Ibrahimu tumesema habari zake, alimpata Isaka na Isaka akampata Yakobo na Esau ambao walikuwa ni mapacha. Yakobo akaenda kwa Laban ambaye ni mjomba wake, alafu akatoka huko baada ya miaka 20 na akarudi kukutana na ndugu yake Esau. Sasa Yakobo alipokuwa anaenda kule aliweza kubadilishwa jina yake kutoka kwa Yakobo akaitwa Israeli. Ndio unasikia tuna wana wa Israeli, ni wana wa Yakobo. Swali langu sasa ni hili: je, Yakobo alikuwa na wana wangapi? Nyanyua mkono, sema, wakilisha kanisa lenu pande hii. Yakobo alikuwa na wana wangapi? Au wana wa Yakobo walikuwa wangapi kwa ujumla? Mkono. Hii kanisa hamujasikia mtu anaitwa Yakobo, hamujasikia kama alikuwa na wana. Haya, tuambie wangapi? Haya, wacha ni kufanye kwa urahisi. A, 12. B, 11. C, 13. Niambie tu A au B au C. Hata ukifanya kidole hivi nitaelewa tu, maana sikii. Niambie dadangu, ulikuwa umenyanyuka. C, 13. Haya, wacha nianze tena. Haya, wewe ndio unawakilisha kanisa la kwenu, basi ile nitasema answer, inua mkono, sawa? A, 12. B, 13. C, 11. Nimechanganya hata mimi, si ndio? Au niweke rahisi, 11 ni A, 12 ni B, 13 ni C. A, B, C ni gani? C, 13. Haya, hii kanisa la wokovu, nyinyi ndio tulisema mnatuokoa, lazima mtatupatia the right answer. Yakobo alikuwa na wana wangapi kanisa hili? A, 11. B, 12. C, 13. A, B o C? B, mumesema ni B. 10 na wangapi? Na wawili. Wale walisema 10 na wangapi? Na watatu. Mkawaambia sio 13, ni 10 na wangapi? Na wawili. Kati ya ninyi na wale ni nani ameanguka? Ni wale. Kati yenu na wale ni nani ameanguka? Ni wale.
Hiyo tutakuja kujifundisha tutakapokuwa tunasoma Babeli. Mnaona hiyo mchafuko tayari iko hapa. Ndio hiyo sasa tutakuja kuangalia sasa ninyi ndio mumeanguka. Bwana asifiwe. Kanisa na mnakaa karibu na mtangazaji sasa, hiyo mtatangazwa tu, ngojeni mtaona, na tunawatangazia jioni ya leo. Mtasikia tu hapa yule Hamisi akija kutangaza, mtasikia akisema ya kwamba habari zinazotufikia hivi punde katika chumba chetu za utangazaji zasema kwamba kanisa la wokovu liling'oa. Yakobo alikuwa na wana 13. Hiyo haina, usijali sana. Wa kiume walikuwa 12 na msichana ambaye alikuwa anaitwa Dina ndiye wa 13. Hapo maneno ndio iko hapo. Ukitaka kusoma hiyo, soma kitabu cha Mwanzo kwa 30 na ukifika fungu la 12 I think utapata huyo, I think verse 21 utapata msichana akizaliwa. Haya, tuingia katika funzo letu la siku ya leo. Swali tunalojiuliza leo ni, does God really care? Je, Mungu bado anatujali? Does he really care? Je, wakati unapoteseka, wakati unaposumbuka, wakati unapopitia katika milima ya maisha na mabonde, je, Mungu anahusika na maisha yako? Does God really care? Is he involved in your own life? Is he involved in your history? Mungu ambaye amekuita katika zizi lake, je, anajali? Na tunaangalia kitabu cha Danieli. Tunaanza safari ya kitabu cha Danieli siku ya leo. Kitabu cha Danieli siku ya leo ndicho tunachoanza. Kwa hivyo kuwa tayari na umakinike na ili tuweze kubarikiwa pamoja. Unajua kuna neno tunatumia Kiingereza inaitwa penetrating. To penetrate, kuingia, kupenya. Na katika maisha haya kuna kwingi ambako si rahisi kupenya, sio rahisi kupenya, na pia hata kuna watu ambao sio rahisi kupenya katika maisha yao. There are some areas that are very hard to penetrate. Kuna sehemu ambazo hautaamuka tu wewe uamuke tu umeenda hadi kutembea. Hautaamuka uende police station hadi umeenda kutembea police station. Hautaamuka hadi umeenda kwa wanajeshi. Ni jana tu tulisikia mtu alijipata kwa basi ya wanajeshi, lakini si kawaida wewe uamuke hadi umeenda State House. Ati mimi si ni Tanzania, mimi hapa ndo nyumbani, naenda kutembelea Samia. Ndio utaelewa. Ndio ni Tanzania. Ati mimi nimeamuka naenda kutembelea Ruto, State House, Ikulu. Wacha hata Ikulu, hata Union. Utaamuka tu ati unaenda. Mimi unajua niliona Pastor Kudayo hapa kwa mkutano. Ati ufikirie vile ulimuona hapa mnasalimiana ndio utaingia kwa ofisi yake. Secretary atakuuliza uko na appointment. Utamwambia mimi ni wa kanisa la Wasabato. Sio hivyo. Do you have an appointment? Mimi ni wa Magomeni. Sio hivyo. Wewe uko na appointment ndio uingie. Utapata ni ngumu. Kama unataka kumuona umuone hapa tu, hakuna shida. Hapa utatembea, utamsalimia. Lakini kuna siku hutaamuka tu ati umeenda kwa ofisi ya Pastor Kudayo ati ndiye mkubwa wa Union na wewe utembee tu kwa sababu mnasali kanisa moja. Ndio utashangaa. Kuna areas ambazo hutaingia tu vile unataka. You cannot just enter. Hata hii kanisa la Magomeni ili mimi kama mchungaji Pastor Munene singeamuka tu nije nitembea hapa kama hamujaambiwa kuna mtu anaitwa mimi. Ingekuwa ngumu sana. Ndio ningekutana na mzee Odero ambaye ni wa protocol kwambia who are you? Where are you coming from? Who knows you here? Have you been here before? Nitajielezea na wacha nikwambie kama si Pastor Ruguri singekanyanga hapa. My good friend Pastor Ruguri ambao tumejuana miaka mingi tu since 1980 when I was a young man. That man calls me my son. Let me tell you, wakati umejuana na mtu, ukijua mtu, inakuwa ni rahisi kwenda mahali hungekanyanga peke yako. Huyo Pastor Ruguri, let me tell you, you'll be shocked the way he invited me to this meeting. I have a message, aliniandikia tu text, akaniambia, my son,
Give me the reason why I should not send you to Magomeni. Can you imagine? At your service call from the give me the reason. Na hatujaongea kwa muda lakini hiyo text pun. My son, give me the reason why I should not send you to Magomeni kwa Darnet event 2025. Sikuwa na taarifa wala mukutasari kuna kitu inaitangwa Darnet event, lakini akatuma na nikamwambia you have my 5 years. So it's okay. Your word is my command. Akamtumia Pastor Lekundayo ambao tumejuana since 2012. Naye akakubali, ndio akaniandikia akasema huyu kijana ninamfahamu. Nikarushwa kutoka hapo, sijui nikarushiwa kwa Felbert. Naye tena akanirusha mpaka kwa mchungaji wa hapa. Ilikuwa ni safari. Naambiwa tuma picha tukufahamu. Ni kweli tumezikia kwa Lekundayo na Ruguru, lakini tunataka tujue wewe ni nani. Hebu tuma kitu kinaonyesha. Lakini kweli ni ngumu kupenya. Kuna mahali utapenya, lakini Bwana ni mwema. Out of that, angalia sasa niko wapi. Wapi? Bwana asifiwe sana. Sasa hata nikija sabato ingine simtajua huyu mtu ni kama tulimuonanga. Huyu ni kama tulimuzikianga. Bwana asifiwe. Inakuwa ni ngumu, lakini kama unaelewa mtu fulani inakuwa ni rahisi. Mpenyo unakuwa ni rahisi. Unajua hata huyo mke wako, kuna watu ambao wameoa saa hii kulingana na kile kipindi tumesikia ati umeoa. Kuna wanaume wengine tumeteswa, tuliteswa sana na hao tunaita wake zetu. Uliwekwa nje kwa baridi. Kaambiwa ngoja, mimi niliwekwa you know my own wife. Mimi wakati kuuliza tu. Unajua kuna ile unaangalia alafu unasema leo nitauliza. Na wakati mwingine nyinyi ya kina dada, you have no idea what we go through. Kabla hatuja apply, kabla hatujawauliza, tunafanya practice kwa nyumba yetu vile tutakuja, nitatembea namna hii, nitamsalimia namna hii, nitamuuliza hivi. Alafu nifikie ile point. Wewe ninakuja kwako alafu unaniharakisha tu. Si useme kile unataka. Si useme. Si utulie, tulia dada. Tunakwambia tuliza boli. Sasa mimi nilipouliza yangu ilipofikia wakati wa kuuliza nikauliza kweli. Lakini nikaambiwa nimesikia, ngoja nitaombea. Na nilikuja kuundua hata wakati mwingine mkituambia ati mnaomba, tayari uko na jibu, unajua umenikubali au umenikataa. Kuna wale unakataa, hapo inaitangwa onset. Hapo huyu hata kukifanyika na namna gani. Lakini kwa sababu wewe ni Mkristo unaniambia ngoja niombe. Kwa hivyo hata mimi nikaambiwa ngoja nikaombe. Sikuambiwa maombi inaenda lini na sikuambiwa itajibiwa lini. Kwa hivyo nikangoja tu. Baada ya miezi 3 nikauliza ile unakumbuka niliweka agenda. Maombi imefika wapi? Nikaambiwa ngoja I will tell you. Nilingoja miezi 6. 6 months. Half a year. Mpaka siku hizi namuulizanga ilikuwa mpango gani miezi 6? Unaniweka maombi ya miezi 6. Hayo ilipita hata ya Yesu. Yesu aliomba 40 days. Hiyo ni mwezi moja na siku 10. Musa alikuwa mlimani siku 40. Mwezi moja na 180 days ni mateso kweli. Bila chuki. Anyways. Na siku date, that is not dating. Ni kungojea, ni ile unangojea uruhusiwe kuingia. Sio kuingia kwa roho ili ya kufikirie. Nikakaa tena miaka 2 dating miaka hata hiyo mama ni kweli. Wengi najua mlipitia hiyo njia, si mimi peke yangu ninaelewa, hata nyinyi mlipitia. But I'm talking about penetrating. There are areas, kuna mahali ambako kuingia inakuwa ni ngumu. Kuna wasichana wengine waliolewa, kuna wake wako hapa wengine mliolewa na yule mtu alikuoa kabisa huku unamtaka to begin with. Mwanzo hukupendanga hiyo mtu, ulikuwa unasema vile anaongeanga mingi, vile anakirehere, vile anafanya, hata vile anatafutanga chakula upendi. Leo ni mume wako, uko na watoto 5 na yeye. Na unaulizwa unasema kusema ukweli hata mimi sielewangu vile kiliendelea. Ilikuwa wakati wa Darnet event. I think ni hiyo event. Wakati yule dada unamkumbuka yule aliongea mambo sijui nini kilifanyika, lakini I'm his husband. Wengine kuingia inakuwa ni ngumu kidogo. Hata Mungu wa mbinguni kuna sehemu zingine ili aingie lazima kuna mpango. Hata Mungu wa mbinguni kuna kwingine ili aingie lazima awe na mpango kutoka mbali sana.
ili aingie Misri lazima angepitia kwa Yusufu, na Yusufu lazima angeota ndoto, na Yusufu lazima angechukiwa na ndugu zake, na Yusufu lazima angeuzwa, Yusufu lazima angeenda kwa Potifa, na Yusufu lazima angependwa na mke wa Potifa, na Yusufu lazima angerushwa kwa jela na akae huko kwa jela, na Yusufu lazima angesahaulika. Yote ilikuwa ni mpango wa Mungu ili Firauni afikie wakati wa kuota ndoto na aone wanyama 7 ambao wamekonda na wengine 7 ambao wamenona, na akose kutafsiri ili Yusufu aje katika ikulu atafsiri hiyo tafsiri na awe governor wa Misri. Ili Mungu aingie kwa Firauni lazima kuna mtu katasahaulika kwa jela. Bwana asifiwe. Unajua ili Mungu awaokoe wana wa Israeli lazima aongee na Firauni, lakini Mungu ni lazima aingie katika nyumba ya Firauni. Na ataingiaje? Akapitia kwa Jochebed ambaye alikuwa ni mama ya Musa, kwa hivyo akazaa mtoto, na Musa akapitia mto wa Nile, akawekwa kwa basket, kikapu. Ukiona Musa anakula kwa mfalme chakula usimuonee wivu. You need to understand kuna wakati alikuanga kwa mto wakiwa na crocodiles. Ukiona watu wengine wamefaulu kwa maisha usiwaonee wivu. Kuna wakati walikuwa kwa mto kwa basket. Musa mwenyewe alilelewa na mama yake the first 12 years. Na alinyonya matiti ya mama yake, na ni Mungu tu aliweza kuhusika. Haikuwa accidental. Mungu alikuwa, lakini sababu alitaka kuingia Misri, so atapita kupita kwa Musa. Na Musa amekaa Misri miaka 40, amekaa Misri 40 years, akijulikana yeye ni Mmisri. Lakini akiwa mdogo mama yake alimwambia, wewe si Mmisri, wewe ni Mhibrania. Kwa hivyo ndani alijua yeye ni Mhibrania, lakini nje yeye ni Mmisri. Akila chakula anakula chakula cha Wamisri, mavazi anavaa ya Wamisri, anasoma shule za Misri, anafanya kazi ya Misri, lakini ndani ni Mhibrania. What do you do when your inside doesn't go with your outside? What do you do when inside you are Hebrew and outside you are an Egyptian? Musa miaka 40 years alikaa Misri miaka 40 bila kufichua hiyo siri, lakini alisumbuka. He really could not merge the two. Alikuwa ndani ni Mhibrania na nje ni Mmisri, kwa sababu Mungu alikuwa anataka ajidhihirishe kupitia kwa Musa. Siku moja Musa ametoka anatembea tu na akawakuta wawili wanapigana. Akamkuta Mmisri wanapigana na Mhibrania, akajikuta ndani yao wawili. Huyu ni Mmisri ambaye ndiye mimi nje, na huyu ni Mhibrania ambaye ni mimi ndani. Na Musa hapendi kuwa wote wawili. He disliked to be the two. Na kwa hivyo lazima atarima ile hataki. Na hakutaka kuwa Misri, akaua Misri, akifikiria ataweza kusolve a solution. You try to solve an external solution, I mean an internal problem with an external solution, it doesn't work. Haifanyiki namna hiyo baba. Aliporudi nyumbani, the Bible says 24 hours later, the following day, siku iliyofuata, alipokuja akaona sasa ni Wahibrania wawili wanapigana. Wahibrania wawili. Jana ilikuwa Misri, sasa hakuna Misri, ni Wahibrania wawili. Utafanya nini? Akaona hawa sitaua. Alipowaongelesha wakamwambia, unataka kutuua vile uliua jana. Na alifikiri hakuna mtu anajua. Unataka kutuua vile uliua jana. Musa took off. Akatoka akaenda mpaka Midian. Mungu alitaka aingie Misri, lakini Musa, I think you rushed. Musa, unajua Musa ni mtu wa hasira. Musa alikuwa ni nabii mzuri sawa, lakini hasira alikuwa na nyingi sana Musa. Unajua kuna wakati Mungu amemzungumzia akamwambia uende unene na mwamba. Go speak with the rock. Badala ya kuongea na mwamba alilima hiyo mwamba. Hasira. Alikuwa na hasira zaidi. Na Musa, ili ujue alikuwa na hasira, siku moja wamekuwa na Mungu for 40 days. Na Mungu akaandika amri zile tumefundishwa habari zake katika vipengele viwili. Mawe mawili amebeba, mawe matakatifu.
amri za Mungu. Amekuja kule chini, kufika kule chini, guess what? Akakuta watu wamejitengenezea mungu mwingine. Hiyo mawe aliyagonganisha hiyo ndama. Ndama alikuwa ametengenezwa na chuma. Akasaga yote, akachanganyisha na maji. Akamwambia kila mtu kikombe, kunywa chuma. Unapatia watu chuma na mawe umechanganya kama juice. Kunyweni wote ni smoothie, mtakunywa. Na walikunywa. Hasira. Musa wasn't a joke. Hata kuna siku walipitana hivi na Mungu na akaambia Mungu, ati umesema nini? Ati nikae kando ufanye nini? Uamalize. Now listen. Kabla hujaanza hiyo business ya kuamaliza, toa jina yangu kwa hiyo kitabu, sikuji. I'm not coming. I'm not boarding. Hasira. Musa nani sawa tu. Kwa hivyo ukiona mchungaji kanisani wakati mwingine amekasirika, acha kusema si wewe ni pastor. Hapana. Wakati mwingine ni vizuri kukasirika. Bwana asifiwe. Hata Mungu hukasirika, anasema yake kwanza ni takatifu. Kama Mungu ako na hasira takatifu. Siku moja Yesu ameenda kanisa, alitaka kulima kwa kanisa Sabato. Alikujaga na alafu mnatuambia tusikasirike. Hakuna shida. Mtu ni vizuri kukasirika, si kila wakati, lakini at least siku moja. Bwana asifiwe. Siku moja tu. Hata ninyi mjue pastor wenu anaweza fanya nini? Anakasirikanga. Anakasirikanga. Anyways, Musa hata kama hivyo, Mungu, God walked with Moses. Mungu ili aingie Misri lazima angepitia kwa Musa. You see, God has his own way of penetrating. Ili aweze kumsaidia Naaman ajue kuna nabii Israeli, lazima angeteka msichana nyara amulete kwake. Na alafu hatimaye akawa na ugonjwa wa ukoma. Na msichana akasema, if only he knows, kama angejua kuna nabii Samaria. Hiyo ndio ilifanya Naaman kwenda mpaka Samaria akamkuta huyu Elisha. God uses his own means to ingia katika maisha ya mtu fulani. Unajua wakati mmoja Wafilisti walipigana na Waisraeli. Na wakati yule ungepigwa, mnatekwa pamoja na Mungu wenu. So Waisraeli wakateka Waisraeli, Wafilisti wakawateka Waisraeli, na wakachukua pia sanduku la agano. Hiyo kuchukua sanduku la agano kwao ilikuwa ni dhihirisho ya kwamba hatujawashinda wao peke yao, hata Mungu wao tumemshinda. We have not only overcome them, but we have overcome their God. Mungu wao tumemshinda. Na hii kumbeba sanduku la agano, Mungu alijipeana. Ni Mungu alijipeana. Kwa sababu hii sanduku la agano kuna wakati unaweza ikaribia ikuue. Uza aliuawa na hiyo jambo na kuikaribia sanduku la agano. Kwa hivyo Mungu akajipeana kwa Waisraeli. Why? Kwa sababu alitaka aende akakutana na Mungu wao anaitwa Dagon. Mnanifuata kweli? Mungu sijipeani, Mungu ajipeani hivyo bure tu. No. Alitaka aingie na apenye mpaka kwa Mungu wao anaitwa Dagon. Na wakapeleka sanduku la agano kwa Dagon. Dagon ni mungu wa Wafilisti. Wakamwambia Dagon, tumekuletea Mungu wao. Ndiye huyo, funga mlango. Unajua hiyo mambo biashara ya kubeba ni kama kwetu tuna kabila inaitwa Wakikuyu na Wamasai. Sasa Wamasai wanaamini ati wao ng'ombe wote ni wao. Wanaamini ng'ombe wote, ukiwa na ng'ombe hiyo ng'ombe umeweka sio yako, ni unatuwekea sisi, maana wanasema baba yao alizaliwa akiwa na rungu kwa mkono. Sasa wao wanajua hivyo. Sasa kule wanaenda kwa Wakikuyu, wanapiga Wakikuyu, wanachukua ng'ombe za Wakikuyu. Na Wakikuyu wanaenda kuchukua ng'ombe wao. Sasa wakichukua ng'ombe wanachukua pia na wasichana wao, wanapeleka kwao. Ilikuwa hiyo ndio vita yao. Wanakuja na hawa wasichana sasa wanakuja wanafanyiwa sherehe ili wazaliwe wawe Wakikuyu. Hata majina wanabadilishiwa majina, wanaitwa jina ya Wakikuyu ili wawe ni Wakikuyu. That is what the Israelites were doing with the Philistines. So Mungu ameenda kwa Dagon. Amewekwa kwa ofisi ya Dagon. Asubuhi Wafilisti walipokuja, walikuta Dagon ni wapi? Chini. Wakasema hapa inaonekana kulikuwa na kivumbi, hapa ilikuwa vita. Na vita ilikuwa kali mpaka Mungu wetu alichoka. He is taking a nap. Nap wapi? Ni ile vita amelimwa na Bwana asifiwe. Sisi hatuamini Mungu akushindwa. Wetu anashindanga vita. Biblia inaniambia wakamsimamisha Mungu wao. Tena wakafunga wakaenda.
The following day waliporudi, hawakumkuta tu chini, lakini hakuna kichwa na hakuna mikono, yote imekatwa. Wakaogopa, wakachukua hiyo sanduku la agano, wakawekelea kwa ndama irudi. Lakini ilikaa kwa kijiji kimoja, wote wakapata ugonjwa, alafu wakaiachilia irudi kwa Waisraeli. A story of another day. Mungu akitaka kuingia kwa Dagon atajipeana. Sasa ilifika wakati fulani, kuna mfalme anaitwa Nebukadnezaru. Na Nebukadneza mwenyewe Mungu amemwambia amuka, kwa sababu wana Israeli ni kama wao hawaniziki. Now go to them. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mfalme wa Yuda, hao ambao ni wana wa Israeli. Na huyu mfalme anaitwa Jehoiakim. Sikiza vile neno la Mungu linasema katika Danieli 1 fungu la kwanza. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana, sikia fungu la pili, Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake. Ni Mungu wa mbinguni ambaye alimpeana mfalme wa Yuda mikononi mwa Nebukadreza. Hii jambo unasikia kwamba mkono wa Mungu kupeana sio tu Nebukadreza. Ukisoma pia wafalme wa pili 5 uanze fungu la kwanza, utamuona Naman akipata ushindi. Na neno la Mungu linasema ya kwamba na mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye, na akashinda watu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Isaya anasema ya kwamba pia kuna mfalme anaitwa Koreshi au Cyrus the Great, mti wa mafuta wa Mungu. Kuna wakati Mungu anafanya kazi na watu ambao ni wale wa huko nje, unafikiria ni wa nje. Na in our circumstance here, Mungu anataka kwenda kufanya mahubiri kule Babeli, inaitwa Babylon Net Event 605 BC. Sasa lazima huo mkutano utafanyika huko Babylon, lazima kuwe na wahubiri. Na Mungu akasema Shadraka, Meshaki, Abednego na Danieli ndio wataenda kuhubiri huko. Ndio watahubiri huko. Ni lazima waende waseme huko ya kwamba there is a God who lives in heaven. Lakini wataendaje? So akaamrisha mfalme anaitwa Nebukadreza atoke Babylon aende moja kwa moja mpaka kwa hawa wa Yuda, hawa wa Israeli, ili awashike, awateke na kuwapeleka Babylon at his cost. Na akaingia kwa hekalu, akabeba vifaa vingine vya hekalu, akaenda moja kwa moja nao mpaka Babylon. Sababu umewaleta na ni wahubiri, it is your responsibility to feed them. It is your responsibility to educate them. It's your responsibility wakae kwako ewe mfalme. Sababu kuna mahubiri yanafaa kuendelea katika ufalme huu wa Babylon. Neno la Mungu linaniambia kwamba walipoenda Babeli, mambo manne yalifanyika, and I want to go through those 4 things alafu nikuache jioni ya leo. Mambo manne yatakayofanyika kwa hawa vijana, na watakubali matatu, lakini watakataa jambo moja. Watakubali matatu, lakini watakubali matatu na watakataa jambo moja. Now, wakati hao watu wameenda pale, wakati walienda pale Babeli, mfalme akasema ni lazima wabadilishwe majina yao. Ningeomba niweze kusoma pamoja nawe. Soma nami katika kitabu cha Danieli 1 fungu lile la 6. Danieli ni 1 fungu lile la 6. Anasema basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina, alimuita Danieli Belteshaza,
na Hanania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego. Hawa vijana walipewa majina. Wa kwanza alikuwa ni Danieli. Maana ya jina Danieli inasema au ni kusema the God is my judge. Mungu ni hakimu wangu. Mungu ni hakimu wangu. My judge is that God of heaven. Lakini alipofika sasa huku kwa Babeli, wakampatia jina mpya, akaitwa Belteshazzar. Belteshazzar maana yake ni the prince of Bel, or Bel's prince. B-E-L. Akasemekana ya kwamba jina lake ambalo linasemwa ni Danieli, Mungu ndiye hakimu, sasa limebadilishwa. Now, I also need to tell you this one thing. Ya kwamba kitabu cha Danieli ni kitabu cha crisis. Kitabu cha crisis. Au ile tunaita kwa Kiswahili misukosuko au zahama. Crisis. Kitabu cha Danieli kina crisis. Ya kwanza inaanza na majina. Wamebadilishwa. Danieli ameitwa Belteshazzar. Akaenda kwa wapili, akampatia wapili jina pia, apewe jina mpya. Huyu ni Hanania. Hanania maana yake ni beloved of the Lord, ni aliyependwa na Bwana. Jina yake ikabadilishwa na akaitwa Shadrach au Shadrach, ambayo inamaanisha mwenye kupewa nuru au mwangaza na Mungu wa jua, illumined by the sun God. Huyo ni Hanania, akabadilishwa jina. Mishaeli naye pia hakuachwa. Jina Mishaeli linauliza who is like God, ni nani aliye kama Mungu. Akapewa jina la Meshach. Maana ya Meshach inamaanisha ni nani kama Shak. Who is like Shak? Shak is a Babylonian goddess. Ni mungu wa kike wa Babiloni, ambaye pia ana jina la Ishtar. Ishtar ambayo tunapata Easter from. Kwa hivyo akapewa jina ya kwamba ni nani kama Shak. Alafu wanne alikuwa ni Azaria. Azaria akapewa pia jina, akabadilishiwa jina. By the way, Azaria maana yake inasema the Lord is my help. Mungu ndiye msaada wangu. Akapewa jina la Shadrach. Maana ya Shadrach ni the servant of Nego. The servant of Nego. Huyo ndiye alipewa jina. Sasa katika majina nimekwambia nitakupatia mambo manne. Matatu watakubali, watakataa moja. Ya kwanza ambao walikubali ni majina. Walipobadilishwa majina, wakasema it's okay. Kama tutapewa majina ni sawa, you can call us anything. Unajua Wababeli walijua tukiwabadilisha majina yao wataishi vile ambavyo majina yanasema, because names have impact. Kuna mmoja katika Biblia anaitwa Jabezi. Jabez, jina hilo linamaanisha, Jabez linamaanisha uchungu, pain. Na yeye mwenyewe ilifika mahali akataka kubadilisha hilo jina lake. Akaambia Mungu, akamuomba Mungu amuongezee the boundaries, extend my boundaries, uniondolee uchungu. Majina yalikuwa yanamaanisha kitu. Hawa waliposemekana wataitwa majina, wanapewa majina mapya ili wakae kama Wababeli. Na walikubali. Walisema it's okay. Hata na wewe kuna wakati watu watakuita, watakusengenya, it's okay. Ni sawa tu. Kuna watu wengi wanaacha kanisa ati kwa sababu watu waliwasema vibaya. Watu walikusema vibaya ukatoka. Nilitoka hiyo kanisa, walinisema vibaya. Na yule alikusema vibaya ni mtu mlikuwa mnaenda naye shuleni ya msingi ukiwa miaka 6. Na si ati alikusema vibaya. Alisema ukweli ambao haukutaka wewe useme. Alisema vizuri tu, ati kuna wakati mlienda kwa shangazi yao, wewe ukaimba mayai mawili ya kuku na ukapeleka kwenu mayai mawili. Na sasa umeolewa, uko na watoto 5, uko mama, umekomaa. Lakini hapa kanisani ikasemekana tunatafuta mweka hazina na jina lako likatajwa. Yule mlikuwa naye ukiwa standard 6 akasema hapana, huyu kuna wakati alimba mayai 2. Tulikuwa shule.
kama mtu ako na ujasiri wa kuchukua mayai 2, mnampatia hazina ya kanisa kweli? Na hiyo inakufanya ukasirike mpaka uliacha kanisa. Nilisema wacha nitangojea Yesu nyumbani kwa sababu ya mayai 2. Shadrach, Meshach, Abednego na Danieli wakasema majina ni sawa, we can take it. Jambo la pili lilifanyika kwao, na hiyo yote utaipata katika sura ya kwanza. Enda usome Danieli 1, yote hii mambo utayapata pale. Jambo lingine ambalo walipewa ni education ya Babeli. Wakapewa masomo, wakaingizwa katika universities, colleges za Babeli, na wakasoma. Hata Musa alisomea Misri, ni sawa. Let us know, let us have the knowledge, let us have the understanding. Wakakubali elimu ya Babeli. Hata mfalme yule Ashpenazi alipowafanyia interview, walionekana they were 10 times better kuliko watu wa Babeli. Bwana asifiwe sana. Tafadhali hapa usisahau, maana nitaiongea kesho kutwa. 10 times better. Wao walikuwa sawa, 10 times better. Walikubali masomo yale ya Babeli, wakasomeshwa elimu kubwa ya Babeli. Halafu mwisho wa sura ya 2 ya kitabu cha Danieli, wakapewa kazi kule Babeleni, na hata Danieli akawa ni prime minister, na akauliza hata wengine wapewe kazi walikubali. Lakini ukisoma katika lile fungu la 3 kitabu ni cha Danieli 1, anasema mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika juba la mfalme. Tena alimwambia wafundishe elimu ya Wakalidayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwapo hao vijana nimekusomea, na hao wakapewa majina. Fungu la 8, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mambo 3 akakubali: majina yabadilishwe, elimu tutapata, kazi tutapata, lakini chakula hatutanijinajisi na chakula cha mfalme. Majina hatuna control, you can call us whatever you want. Elimu hakuna shida, tutasoma kwa sababu mmetoa sheria, ni sawa. Kazi tutafanya kwa sababu we have to support ourselves, na watu wa Mungu ni wakufanya kazi. Lakini kile kitu tutaweka kwa mdomo na mikono yetu, ile tuko na control, hatutaweka, hatutakunywa na hatutakula. Tumekataa. Wakasimama na wakasema wapewe chakula cha Shabani. Ni kwa nini walikataa kile chakula? Ni kwa sababu kilikuwa kinatolewa kafara kwanza kabla hakijaletwa kwa wengine. Na kwa hivyo Danieli akaona hatajichanganya. Na hata we jioni ya leo Yesu anasema usijichanganye. Hata we usijichanganye. Don't compromise your faith. Usijichanganye. Simama imara. Hata kama kitaumana, wacha kiumane, lakini usimame imara, kwa sababu Mungu anawatafuta vijana, wazee, akina mama watakao simama na waseme tunamtetea Mungu wa mbinguni ambaye ni nuru ya matumaini. Bwana asifiwe. Hawa vijana wakasimama imara na wakaonyesha ujasiri wao na udhabiti wao kwa huyu mfalme Nebukadnezaru. Wamekataa kula chakula ambacho kilikuwa ni mfalme. Huyu Danieli na marafiki zake wanaonyesha ya kwamba kuna msingi walio nao. There is an inner conviction which can overcome any outer pressure. Wanaonyesha ya kwamba wako na imani thabiti ndani yao ambayo itaweza kusukuma hiyo pressure ya mambo ambayo ni ya kinje. Hawataweza kuchanganya heshima ya Mungu na mambo ya dunia hii.
Mungu anawatafuta vijana, anawatafuta akina mama, anawatafuta wazee ambao watasimama katika nyakati hizi za mwisho. Mungu alitaka kuingia Babeli, na ni lazima angepitia kwa hawa vijana ili ajulishe watu ya kwamba kwa siku 10 unaweza badilisha sura, ili afundishe hawa ya kwamba kuna moto wa Babuloni lakini Mungu ni moto ulao, ili awafundishe ya kwamba ndio kuna simba wa Babeloni lakini Yesu ni simba wa Yuda. Bwana asifiwe. Hayo hayatajulikana Babylon kama Mungu hataenda na hawa vijana. Now listen. Why do we have the book of Daniel? Ni kwa nini tuna kitabu cha Danieli? Kitabu cha Danieli ni jibu la swali. Wakati Danieli wamechukuliwa mateka na wanapelekwa mpaka Babylon, Danieli na marafiki zake wakiwa wamefungwa minyororo, wakipitia jangwani, mahali kuna jua linaowachoma, wanajiuliza swali, does God really care? Does God really care? Mungu anajali ya kwamba tunateseka hivi. Does he care? Mungu is he still in control ya historia ya dunia? Is he still on the throne? Na Mungu akawajibu. Kitabu cha Danieli tutakapokuwa tunakisoma kitakuwa ni jibu ya swali ambao Danieli anajiuliza pamoja na wenzie wakati wanasafiri kwenda mbali na kwao, wakikumbuka vile walivyoona kanisa, hekalo limeweza kutekwa, walipoangalia na kujua vile kuta zilibomolewa, wazazi wao wakiuawa, na wanajua wao ni wana wa Mungu aliye juu, na huyu ni mtu ambaye ni Myunani, huyu ambaye ni mfalme Nebukadneza, ambao ushindi umepatikana kwake. Je, sisi bado ni wana wa Mungu? Are we still under your care? Na Mungu wa mbinguni atajibu Danieli ya kwamba mlipotekwa sikubaki Yerusalemu, nilienda nanyi mpaka Babeli. Bwana asifiwe. Na watakuja kuelewa ya kwamba Mungu hakubaki kule Yerusalemu wakati Danieli atajikuta katika tundu la simba na amkuta malaika akija kwa simba kuwafunga midomo. Atakuja kuundua ya kwamba Mungu wa mbinguni hakubaki Yerusalemu wakati watakaporushwa katika tanuru la moto, na wakiingia motoni wamkuta Yesu Kristo kwa moto wa Babeli. Bwana asifiwe. Mungu anajibu Danieli na watu wa Mungu leo ya kwamba kitabu cha Danieli ni cha wale waliodhoofika, ni cha wale wanaolia, ni cha wale wanaohuzunika, wale watakao simama na kusema na Daudi, hata kama ninapitia katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa sababu wewe uko pamoja nami. Mungu ametupatia kitabu cha Danieli ili tuelewe ya kwamba even though we are far from home, God is closer to us like he was at home. Hata kama tuko mbali na nyumba zetu, Mungu ako karibu na sisi. Mungu anakuzungumzia leo, ewe unayenisikiza hapa, na wewe ulio katika hizo vituo au unaniangalia katika mtandao wote ule. Nataka nikuambie ya kwamba sijui unapitia gani, sijui ni mambo gani unayopitia, but I'm here to tell you ya kwamba Mungu ako nawe katika hayo matatizo. Wakati unapotafuta kazi na uchumi umezoroteka, watoto hawana chakula na umeumia katika maisha haya, I came all the way to tell you that God is with you where you are. Hayuko mbali. Sijui ni nani ninayemzungumzia, but I know nazungumzia mtu ambaye ana changamoto. Inawezekana ni wewe una changamoto na unaona kama shetani anaishi kwako. Ukiangalia maisha yako vile uliolewa na mipango uliyokuwa mikubwa, unaona yale unapitia huko upitia hayo. Bwana yako aliacha kanisa, alianza kuwa mlevi, na anakupiga na kuchapa kila wakati. Amekufanya kama we ni mpira unachezwa kila wakati. Upike unapigwa, usipike unapigwa.
mpaka unajiuliza unafanya nini huko. You feel that like you lost. I want to speak to you tonight and tell you God is still in control. Bado Mungu wako tu. Sijui atakuokoa lini, lakini bado wako. Yaweza kuwa kwamba wewe mke wako ndiye anakusumbua, mke wako mpaka umepata vidonda vya tumbo, mke amekupatia maisha ngumu sana. But I came to tell you ya kwamba Mungu ako bado in control. Yawezekana watoto wako uliwalelea kanisani, uliwaleta kanisani, lakini ukiangalia walikuja walipokuwa teens wakaacha kanisa, hawana shughuli na unalia kila wakati. Umejaribu vyovyote vile maombi, umepeana bulletin, unspoken prayers, but it seems like it is not working. Au unaombea wazazi wako vile walivyokuwa ukikua, they are not like that. Lakini unaangalia unaona vile mambo yamebadilika kwenu, hauelewi. Ukiangalia majirani, marafiki, ukiangalia maisha yako mwenyewe, unajiuliza maswali mengi sana, mbona unayapitia haya? Ni kwa nini unayapitia haya? Lakini kama vile Danieli alijiuliza hilo swali na Mungu akamjibu huyu Danieli, Mungu anajibu lako siku ya leo. I don't know who I'm speaking to, but I know I'm speaking to somebody who needs this touch. Mungu unataka kuguze tu. Kama ni wewe unasikia unapitia magumu na unataka mguzo wa pekee kutoka kwa Mungu, ningekuuliza usimame mahali ulipo. Ningekuuliza tu, kama usisimame tu kwa sababu wengine wanasimama, lakini kama unasikia I need this touch from God. Yaweza kuwa pia uko hapa na haujamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mwombezi wa maisha yako. This is your time. Yawezekana leo ndio unasikia ujumbe huu wa kwanza, lakini ungeomba Mungu akupatie uhusiano mwema naye. Kama uko hapa haujamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mwombezi wa maisha yako, Bwana na mwokozi wa maisha yako, kama uko hapa ningekuuliza uinue mkono wako juu, ningetaka niombe na wewe. Yaweza kuwa hapa haujamkubali Yesu lakini ungetaka umkubali Yesu. Jioni ya leo, this is your night. Kama uko, inua mkono wako mahali ulipo. Asante sana ndugu, Bwana akubariki. Na asante sana, Bwana akubariki. Thank you. Kama uko hapa na unasikia kwamba wewe unapitia magumu hakika, na unajiangalia unajua ni wewe uliacha imani, na unaona kana kwamba Bwana anakuadhibu kwa sababu ya vile ambavyo umeacha imani. Ukiangalia maisha yako, imani uliacha, ulirudi nyuma, but you would like to come back to the fold. Ungetaka umrudie Bwana wako. Nauliza uinue mkono mahali ulipo. Ningetaka niombe na wewe. I would love to pray with you. Thank you very much. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Asante sana. Yaweza kuwa uko hapa lakini ulirudi nyuma na ungetaka kurudi. Na kuuliza, weka mkono chini. Kuja tu hapa karibu, ningetaka njoo tu hapa mbele. Njoo niombe na wewe. Just come my friend. Kama ulinua mkono, hata kama haukuinua mkono, lakini unasikia no, I am taking this to the Lord. Usingoje kusukumwa, mambo ya bingu hausukumwi. Njoo tusimama hapo tu ni sawa, hapo ni sawa. Njoo tu hapa. Njoo, mwingine niliona wengine wameinua upande huu. This is your night. Na kama uko hapo kwa vituo hivyo, yaweza kuwa uko nyumbani, yaweza kuwa uko kwa bar, yaweza kuwa uko shuleni, mahali pote ulipo, na ungetaka Yesu Kristo awe Bwana mwombezi wa maisha yako, inua mkono wako mahali ulipo, tutakuombea pia hata kama hatukuoni. Na kama wale wako kwa TV wanainua mkono, basi mbona wewe unajifunga hapa? Kama uko hapa ulirudi nyuma, ungeomba ya kwamba baada ya mkutano hii tunafanya, ungetaka wewe uhesabiwe kati ya wale watakaobatizwa pia, njoo. Kama ungeomba ya kwamba Bwana nisaidie, nataka nikukubali Yesu Kristo uwe Bwana na mwokozi wa maisha yako, pia njoo. Kama umekuja siku ya leo, wewe mwenyewe ulialikwa katika mkutano huu, na leo unaona ni vyema uweze kusikia wito wa bingu, tafadhali njoo. Kama wewe ni mgeni na ungetaka uweze kuhesabiwa kati ya wale ambao wanahesabiwa hapa mbele, njoo. Danieli alikuwa ni mcha Mungu na amefundishwa njia ya haki akiwa mdogo, lakini hiyo haikumzuia Nebukadreza kuja. Lakini alipobebwa kwenda mpaka kule Babeli, ndio alikuja kuelewa kulikuwa na kusudi. Yaweza kuwa unapitia magumu na hujui hakika ya kwamba Mungu ana mpango nawe. There are times we go through difficult times, lakini kumbe ni Mungu amepanga makubwa. Kama ni ombi lako Mungu akufungue macho, akuonyesha makubwa hayo, njoo tafadhali, usijifungie nje. Wakati ndio huu
na ningekuuliza uje, sababu ningetaka niweze kuomba. Huyu simba wa Yuda ambaye ni Yesu anakuhitaji. Je, wewe unamhitaji? Nani mwingine amebaki? Ni nani mwingine amebaki? Kwa nini nikufungie nje? Kwa nini ujifungie nje? Asante sana dada yangu, Bwana akubariki. Asante sana ndugu yangu, Bwana akubariki. Asante. Joe, nani mwingine amebaki? Nani anasikia msukumo ndani? Kama unasikia msukumo, kama unasikia spark huko ndani ya kwamba unastahili kuja, alafu unasikia kitu kingine nakwambia usije, huyo ni roho yule muovu, yule shetani hataki ujitoe. Anataka ujitoe kukiwa na giza. Mimi nakuita kukiwa na mwangaza, kwa sababu Yesu ndiye nuru ya matumaini, na anasema atakupatia tumaini jioni ya leo. Ni nani mwingine aliyebaki? Nani mwingine amebaki? Mbona umebaki? Kwa sababu yako tutaimba usinipite Mwokozi, stanza moja tu na chorus tukikusubiri. Tukimaliza kuimba chorus hatutakuita tena. Kwa hivyo wakati tunaimba usinipite Mwokozi, tafadhali njoo. Tukiimba chorus, tukimaliza nitaomba, and that will be it. Kwa hivyo usijifungie nje. Tunakusubiri. Tuende pamoja sote. Usinipite Mwokozi, we unisi. Tunaimba uje. Please just come forward. Tukimaliza hatutakuita tena, kwa sababu nayo mbingu hataki kukupatia kitu hautaki. Lakini if you feel you wanna come, njoo tafadhali. We usinipite Bwana Yesu, Bwana. Asante sana. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoo. Mungu alitaka kupenetrate, alitaka kuingia Misri, akaingia. Alitaka kuingia Babeli, akaingia. Anataka ingie rohoni mwako, muache aingie. Asante sana. Asante sana. Tunataka kuomba sasa. Tulisema tunaimba stanza moja, tuna chorus tumalize. Lakini naona dada wawili wanakuja, kwa hivyo hataki tuwafungie. Mungu anataka penetrate kwa roho yako. Nani mwingine amebaki? Joe tu. Just come over. Thank you very much my sister. Thank you very much. Lord bless you. Thank you. Kama unasikia uoga wa kuja, mwambie aliye karibu nawe akulete. Chorus ya mwisho, twende pamoja, twende. Nani mwingine? Kama unasikia kuja na hauwezi, mwambie aliye karibu nawe akulete na atakuleta. Asante sana. Help your sister, help your brother. Help your sister, help your brother. Asante sana. Bwana akubariki. Thank you for that decision. Asante sana. Bwana akubariki. Asante sana. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa wingi wa fadhili zako. Tunakushukuru kwa wema wako, na tunakushukuru kwa sababu ya neno lako takatifu. Leo tumeona hakika unatujali, kwa sababu uliwajali wale tumewasikia kwa Biblia. Ulimjali Yusufu hata ingawa alionekana kana kwamba hakuna anayemjali. Ulimjali Musa hata ingawa alianza maisha yake katika kikapu kule Nile. Ni kweli ulimjali Naaman alipokuwa na ugonjwa wa ukoma, ukatumia msichana mdogo ukapenetrate katika maisha yake. Ukatumia Musa na Yusufu
ukapenetrate katika ufalme wa Misri. Na tumeona pia kitabu cha Danieli, ukianza kuingia na kupenya katika ufalme wa Babeli, na utapenya katika ufalme wa Medi na Waajemi, ukiwapitia hawa Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Walipotolewa kwao, walilia wakijua hakika you don't care. Lakini wakiwa Babeli, walikuja kuelewa uko pamoja nao. Mbele zangu hapa Bwana, kuna hao ambao wamejitolea, wangetaka kukupokea uweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wangeomba Bwana uwatembelee nyumbani. Wengine wana matatizo ya afya, wengine wana matatizo ya kifedha, wengine wana changamoto ya kazi, wengine walirudi nyuma, wengine wamejitoa wakfu ili wakati wanaobatizwa wanaandaliwa nao pia waweze kuandaliwa. Na wengine wametoka tu kwa sababu ya ile ambao unaelewa, na kwa sababu wewe husoma mawazo na unasoma roho zetu, naomba ukawajibu kulingana na matakwa yao, ukawajibu na hitaji la kila mmoja wao. Uwakumbuke na uandike majina yao katika kitabu cha uzima, na ili utakaporejea na ufalme, nao pia waweze kupatikana katika ufalme ule, na wasikie majina yao yakiitwa. Na wakumbuke jioni ya leo walipojitoa wakaja hapa, na sio hao peke yao, hata wale walio katika vituo mbalimbali, wale wanaoniangalia katika runinga, wale wanaosikia katika mitandao mbalimbali, katika media zingine, na waleta mikononi mwako. Wanapoinua mikono yao kwa kujitoa pia, naomba ukawabariki na wakumbuke kwa njia ya pekee, nikijua hakika umesikia maombi yetu na kuyajibu, kwani tumeomba kupitia kwa jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen.